Siku moja nilienda kusali katika parokia moja ya jiji la Dar es Salaam. Kwa bahati nzuri, ibada ilikuwa imeongozwa na paroko ambaye alikuwa amerudi kanisani baada ya kipindi cha matibabu ya maradhi yaliyokuwa yakimsumbua. Katika mahubiri yake nilijifunza jambo kubwa sana. Ni kuhusu namna ya kukemea tabia mbaya kwa hekima ili ikome na isijirudie tena. Paroko alieleza kwa uchungu jinsi ambavyo wakati akiwa hayupo, baadhi ya waumini walianza kusambaza taarifa ambazo sio za kweli kuhusu afya yake. Kulikuwa na maneno ya uzushi na dhana ambazo hazikuwa na ukweli wowote. Alipoeleza aliyokuwa anayapitia katika kupambana na afya yake, kanisa zima lilitulia kwa huzuni. Wapo walioanza kulia kwa sauti na wengine waliokuwa wanavumilia walitokwa na machozi kimya kimya. Hata mimi niliyekuwa mgeni katika parokia hii sikuweza kujizuia kuguswa moyoni. Ndipo nikajiuliza swali moja muhimu. Je, tunazungumza nini juu ya wengine pale ambapo wanapokuwa hawapo katika mazingira yetu? Mara nyingi tunaweza kuharibu heshima, utu na amani ya mtu kwa maneno machache tu ya udhushi au dhana zisizo na uhakika, lakini pia tunaweza kujenga matumaini, upendo na faraja kwa maneno mema na sala. Katika kipindi hiki cha Kwaresma ni wakati wa kujitafakari. Tujifunze kuwasemea wengine mema, kuwaheshimu hata wanapokuwa hawapo, na zaidi ya yote tuwaombee, maana sala na maneno mema vina nguvu ya kujenga kuliko maneno ya uzushi yanayobomoa. Naitwa Isaac Mwacha. Nikutakie siku njema, tafakari njema, panapo majaliwa.